takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Allah anasema mbingu zinakaribia kupasuka na ardhi inakaribia kupasuka na milima kuporomoka. Kwa jambo gani? Kule kudai kwamba Allah mtukufu ana nini? Ana mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Furqan aya ya 72, nenda kairejee aya hii. Aya hizi zimetaja sifatu ibadir rahman. Allah anataja sifa za waja wema. Katika sifa zao akasema walladhina la yashhaduna zur wa idha marru billaghwi marru kirama. Wafasiri wa Qur'an ukirejea tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wameeleza az-zur walladhina la yashhaduna az-zur, na waja wa Allah ni wale wasioshuhudia uongo na uzushi. Wakafasiri neno hili az-zur kwamba ni a'yadul mushrikin. Katika sifatu ibadir rahman hawahudhurii, hawashiriki sikukuu za washirikina. Sasa kwa kule kutokujua misingi yetu ya dini, kwa sababu ya kuishi kienyeji ndani ya dini, ndio yanazuka haya yanayoendelea. Yakizungumzwa haya, baadhi wanaweza wakatafsiri kwamba ni kulingania chuki, ni kulingania roho mbaya. Kalla wallahi, Uislamu haukutuacha hivi hivi, umetupa miongozo namna gani tuamiliane na wasiokuwa Waislamu. Uislamu umetuelekeza, lakini inapofika kwenye akida lazima ujue huu ni mstari mwekundu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mafundisho yake anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote mwenye kujishabihisha na watu fulani atazingatiwa ni miongoni mwao. Tazama leo Waislamu wa zama hizi waliokaa mbali na kuisoma akida yao wakaijua, wasiojua mipaka ya dini yao, wasiojua misingi ya dini yao, kwenye sikukuu kama hizi za mwisho wa mwaka, Christmas, mwaka mpya, ziko nyumba tu nyingi za Waislamu wanapika pilau. Kama hakupika nyumbani basi hotpot za vyakula wanatembezewa. Badala yake mtu anakupigia simu, shehe, sasa ukiletewa hotpot ya pilau unafanyaje? So unaitupa au unakula? Ni matokeo ya mtu kutokujua misingi ya dini yake. Huyo aliyeileta sio mtu katoka mtaa wa mbali, ni jirani yako, unaishi naye miaka yote, si ndio? Hajajua kama wewe ni Muislamu? Anajua. Lakini wewe umejitambulisha ni Muislamu aina gani? Hapa ndio penye tatizo. Basi kama wewe ni Muislamu ambaye hata misingi ya dini yako huijui, utaalikwa mpaka kwenye kipaimara utakwenda, utaalikwa mpaka kwenye jumuiya utakwenda, kwa sababu hujui hata misingi ya dini yako. Hatulinganii watu kuchukiana, kuishi vibaya. Mfahamishe Uislamu umetupa maelekezo mazuri sana ya kuishi na jirani zetu vizuri kwa wema. Lakini inapokuja swala la kiimani, jirani yangu, hapa mimi sihusiki. Chakula kinachoandaliwa kwa misingi ya imani, dini yangu inanikataza. Lakini sasa hivi swala la heri ya Christmas na mwaka mpya kutoka kwenye vinywa vya Waislamu ni jambo la kawaida. Nini? Unajua mfanyakazi mwenzangu, tuko ofisi moja, tafanyaje sasa? Mambo yanatofautiana uzito. Kuna swala la kwamba imani yako imelegalega au hujui dini yako, lakini basi hata wale wanaolingania na kuelimisha pia umeona haitoshi, pia mwatukane. Kama mmefikia hatua ya kuwatukana mashekhe wakiwaamrisha mema na kuwakataza mabaya, tunaelekea wapi? Nini kimebaki? Ndugu zangu, tubaki kuwa ni Waislamu. Madamu Allah ametupa neema ya Uislamu, tumechagua kuwa Waislamu, hebu tubaki kuwa ni Waislamu. Hebu tujue mipaka ya dini yetu ya Uislamu. Hapa ndipo pana salama yetu.